Kuna kauli moja huwa tunaitamka hasa baada ya kuachana au baada ya kuachwa au baada ya kupewa maumivu mazito katika maisha ya mahusiano. Inakuwa labda kwa makasiriko aina ya mchukio, labda kwa maumivu, au inaweza kwa sababu mtu unakuwa unajilinda. Can you imagine story kutoka katika habibi, habibti, haluli, kipenzi, mpaka taila yule, mpaka kiumbe yule, mpaka jini lile. Tunasema yule kiumbe hakuwa na mchango katika maisha yangu, hana lolote na wala sitaki kumsikia. Aliniharibia maisha yangu, alinitesa sana, yaani alivuruga kila kitu katika maisha yangu, sitaki kumsikia kabisa. Lakini napokuwa nasikia kauli hii, huwa najua kabisa hapa kuna kitu mtu anaficha, yaani sio bure. Why? Kwa sababu nongwa inakuwa hapa. Mara zote mtu huyo anakuwa amemwelewa kinoma noma, na hata kama alimuumiza au alikuumiza, niamini mimi, mtu hawezi kuwa na mchango sifuri alafu mwisho wa siku ukawa na chuki naye ati utaki hata kumsikia. Ni kweli hapa tunabidi tukae chini tuelezane. Anyways, kabla hujanikatalia, leo nataka tubonge ukweli ambao watu wengi huwa wapendi kusikia. Katika video hii tutaangalia kwa nini mara nyingi huwa tunasema hakuwa lolote, hakuwa chochote katika maisha yangu, sitaki kumsikia. Na sehemu yetu ya pili ya video itakuwa ni nini mchango wa ex au mahusiano yaliyopita katika maisha yetu ya sasa. Sehemu ya tatu itakuwa inasema kwa nini hatupaswi kusema hivyo, na sehemu ya 4 tutazungumza nini cha kuongea kama mtu mzima, kama mtu uliyekomaa hisia, kama mtu uliyekomaa akili. Abdunnoor hapa tunayajenga kuhusu mahusiano mchongo. Hatuhitaji kukaza vichwa sana. Tunaangalia wapi tumekosea, nini tufanye kuepuka stressi, lakini pia tunashauriana namna ya kupata mtu ambaye ni sahihi katika maisha yetu. Kumbuka kusubscribe kama wewe ni mgeni, kubofya kitufe cha kengele ili upate taarifa pale tunapoweka mzigo mpya, kulike kama utaangalia mpaka mwisho na ukajifunza jambo, lakini pia unaweza ukashare kwa mdau mwingine, sio haramu. Na utapofanya hivyo nitakuwa siishiwi power, nitakuwa nazidi kusonga mbele. I'm joking, don't take it personal dear one. Sehemu ya kwanza, kwa nini mara nyingi tunapoachwa, mara nyingi tunapokuwa na maex tunasema hawakuwa na mchango katika maisha yetu, zaidi wametuachia maumivu, zaidi wameharibu maisha yetu. Najua unajua, lakini nataka tuulizane maswali ambayo yatakwenda beyond akili zetu. Sasa kwa nini mara nyingi watu tunasema ex zetu hawakuwa na mchango katika maisha yetu, hawakuwa lolote? Ni kwa sababu ya kwanza, maumivu bado yapo, bado tunachuki nao, bado una kisirani naye. Na unapokuwa unamchukia mtu ni rahisi kusema hakuwa na maana, hakuwa na lolote katika maisha yangu, kuliko kusema mtu yule alikuchangia kitu fulani hivi katika maisha yako. Lakini kwa sababu unajua kabisa nikikubali kwamba alikuwa na mchango katika maisha yangu, unakubali kwamba bila yeye usingekuwa hapo ulipo, lakini pia unakubali kwamba ulitumia muda wako kwa ajili yake, ila pia unakubali kwamba ulitoa kile ambacho hukupaswa kutoa, lakini pia unakubali kwamba ulijali, lakini pia unakubali kwamba ulitoa moyo wako, lakini pia on the same spot unakubali kwamba naye alifanya hivyo. Na kuachana kunapotokea, mara zote ubongo unapenda ulinde heshima yako, ubongo unataka ujiliwaze, ubongo unaanza kukwambia sasa sijapoteza kitu cha maana sana. Lakini je, ni kweli? Kama hukupoteza kitu cha maana, basi usingehisi maumivu. I'm telling you dear one, maumivu mara zote yanakuja pale unapopoteza kitu cha thamani. Sababu namba 2 kwa nini unasema kwamba hakuwa na maana katika maisha yako, unataka kuondoa mkanganyiko katika akili yako. Mara zote lazima akili ichanganyikiwe pale unaposhika mambo mawili ambayo yanapingana. Just imagine, kichwani kwako kuna kitu kinakuambia kwamba ex alikuwa na umuhimu katika maisha yangu, na ex sasa hatuko pamoja, na ex amekwisha niacha. Unaona sio kweli? Sasa ili kutatua mgogoro huu kwa akili, ili kupunguza jiwe la umuhimu wa zamani kwenye akili yako, unajitahidi kutengeneza ubaya wao kuwa mzito kuliko umuhimu wao. Kwa kawaida sisi binadamu tuna namna fulani hivi tunavyo structure historia za kwetu za zamani. Kuna namna fulani hivi tunavyo structure stories za maex wetu, either tuaminishe kwamba maex wetu walikuwa ni wakosefu, au ex wetu akuwa na athari katika maisha yetu, au pengine kuaminisha watu kwamba uliweza kusimama mwenyewe, hakuna aliyekusaidia katika maisha yako. Yaani unajipandisha grade. Point ya msingi ni kwamba mlipoachana, kataa kubali kuna pengo kubwa katika mfululizo wa story ya maisha yako. Unalazimika tu kurekebisha upya ili kuripea simulizi ya maisha yako, usije ukaonekana ulimesa sehemu fulani. Niamini mimi, huwezi ukasoma kitabu sasa hivi na hujakipenda kisha kesho ukasema sijawahi kusoma kitabu ambacho sijawahi kukipenda. Kila kitabu nilichosoma nimekipenda. Kwa mfano, kuliko kusema kwamba niliwahi kuwa katika mahusiano ambayo nilijifunza jambo ambayo yalikuwa sehemu ya maisha yangu, ambayo nilijifunza kukomaa kihisia, utasema hakuwa na lolote na wala hakuwa na mchango wowote katika maisha yangu, ilikuwa ni katika rehearsal tu za mahusiano, ulikuwa ni ujana tu. Yaani unataka uonekane kwamba yule jamaa sio, yule kadada sio, yaani unataka uonekane kwamba wewe uliweza kusimama mwenyewe. Lakini nikwambie ukweli dear one, hiyo haibadilishi story ya maisha yako. Sehemu ya pili, je, mahusiano yaliyokufa ex wako yana mchango katika maisha yako? Let's be honest here dear one, mahusiano mengi hayadumu kwa muda mrefu, right? Ni wachache wanaofanikiwa kuzikana, lakini takriban mahusiano yote huwa yanaacha alama katika maisha ya kila binadamu. Utaniuliza kiaje? Here we go. Labda kabla yake ulikuwa hujui mipaka yako, baada ya hapo ukajifunza namna ya kuweka mipaka. Kabla yake uliamini kwamba upendo ni kujitoa sana, lakini baada
baada ya hapo ukaamini kumbe kuna haja ya kuwa not available at every time. Yani kama ni kadada ukajifunza kutia kufuli. Legend ananielewa hapa. Ukatia kufuli. Labda kabla yake ulikuwa hujui thamani yako, baada yake ukaanza kujiheshimu. Kabla yake uliamini katika kumtegemea mtu, baada ya hapo ukaweza kusimama mwenyewe. Nini maana yake hapa? Maana yake alikupa shule kubwa ya mahusiano. Sasa naomba nikuulize, huo sio mchango? Watu wengi tunaamini kwamba mchango wa mahusiano ni mali, watoto, labda majumba, magari, lakini ndio ni sehemu ya mchango, ila ukweli unauma, sio sehemu kubwa ya mahusiano. Mchango mkubwa wa mahusiano mara nyingi ni ule wa kisaikolojia. Alikufanya ukabadilika, alikufanya ukaiva, alikufanya ukaelewa zaidi, alikufanya ukasimama wewe kama wewe. Na mara nyingi mabadiliko hayo huwa hudumu katika maisha yako, na mara nyingi huleta mtu bora zaidi. Sehemu ya 3 ya video yetu. Sasa kwa nini upaswi kusema hakuwa na mchango, hakuwa lolote katika maisha yangu? Yes, kaa kwa kutulia. Sasa tunaingia sehemu ambayo ni serious zaidi. Hakuwa na mchango wowote, lakini unajua nini Dion? Kwanza, unapata ugumu wa kufuta historia yako. Yaani historia inapokuwa imejengeka ya kimaisha na ukakaa nayo katika kumbukumbu zako, ni ngumu kuifuta na ni ngumu kuaminisha watu kwamba haikuwepo. Na hakuna changamoto kubwa ya kisaikolojia katika maisha kama kutokubali uhalisia. Sababu ya pili, hii imegawanyika katika sehemu mbili. Unaowaambia kwamba hakuwa lolote, hakuwa na mchango katika maisha yako, mara zote watakuona wewe hamnazo, au wataanza kucreate doubt. Quote me wrong, quote me right. Hapa rafiki zako, hapa hata yule uliyenaye kwa sasa ataanza kuona kwamba wewe hutambui mchango wa mtu katika maisha yako, na hata kama mlimaliza vibaya. Yaani hapa mtu ataanza kujiuliza, ina maana hata sisi tukimaliza vibaya, pengine imetokea tumeachana, ataanza kuambia watu kwamba sikuwa na mchango wote katika maisha yake. Lakini part B, marafiki zako wa karibu, watu wa karibu wataanza kuchunguza zaidi nini kilitokea katika maisha yenu ya zamani, na mara nyingi wanakuta X alikuwa na mchango wake katika maisha yako, na mwisho wa siku wewe ndio utaonekana kilaza. Sababu namba 3, unakuwa unampa credit za X wako kukuprove wrong. Mara zote unapokuwa unasema kwamba hakuwa na mchango katika maisha yako, hakuwa lolote, mara zote hizo habari huwa zinawafikiaga ma X, na mwisho wa siku unampa nafasi ya kuwaonyesha watu kwamba no, I was something into her life, I was something into his life. Hata kubali kuonekana yeye ni bwege, hata kubali kuonekana yeye alikuwa rolless. Ni ma X wachache ambao huwa wana mute na kupuzia, naye ataanza kuwaeleza alichokufanyia katika maisha yako, lakini pia ataanza kufanya show off ili akukumbushe maisha yenu ya nyuma, ili akukumbushe umuhimu wake kwako. Na kumbuka, sababu sio kwamba anakukumbuka, hapa anataka akukomoe. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu ulimuonyesha kumchallenge. Sasa anaweza akaanza mpaka kuongea ya nguoni. Kila kitu alichokiona kwako ataanza kukitoa hadharani, na pengine hakuwa na mpango huo, lakini wewe ndiye ulionyesha kuchallenge, kumtangaza vibaya. Mwisho wa siku akasema ngoja tuonyeshane dawa. Sababu namba 4, kimungumungu unakuwa kinyume, unakuwa unabishana na maandiko, kwa sababu kila kinachotokea kwa sisi wanadamu kimeandikwa katika mpangilio wa maisha yetu, na hata kama kilikuwa ni kibaya, Mungu anakuwa na makusudi kukuweka katika maisha hayo ya mahusiano ambayo yali end up vibaya. So kusema kwamba hakuna mchango katika maisha yangu ni kama kukufuru. Lakini tukija katika engo ya maadili, kuna jinsi ya kujifunza kuwa fair unapokuwa unamwadresi mtu ambaye uliachana naye. Naomba nikupe mistari ambayo itaprove hili kwamba uko wrong unaposema hivyo. Nianze katika Uislamu. Ukisoma Suratul Baqara aya ya 216, wenda mkachukia kitu nacho kina kheri kwenu, na wenda mkapenda kitu nacho kina shari kwenu, na Mwenyezi Mungu anajua nanyi hamjui. Ina maana gani hapa? Here we go. Hii inamaanisha kwamba unaweza ukawa na mtu katika mahusiano na asiwe na kheri na wewe, au unaweza ukampenda mtu na asiwe na kheri na wewe, na pia kinyume chake ni sahihi. Lakini pia maumivu ya kuachana yanakuwa ni bora zaidi kuliko maumivu utakayokuja kupata baadaye. Yanakuongoza kupata mtu sahihi, yanakukomaza kiroho na kihisia, yaani maana yake yanakukomaza kimungumungu, yanakurudisha karibu na Mungu. Hapa ndo unaanza kumtaja Mungu mara kwa mara. Hakuna aliyekuja maishani mwako bure bure, lazima anakuachia kitu cha kujifunza. Katika Ukristo wanasemaje? Ukisoma Warumi 13:8, Mungu hufanya kazi pamoja kwa wema kwa wale wampendao. Hapa sikutaka kwenda deep, lakini I will have to. Anyways, hapa neno linatueleza kuwa haimaanishi kwamba kuachana na mwenzako ilikuwa ni vizuri zaidi. Inamaanisha kwamba Mungu anaweza kutibu maumivu na kutusamehe makosa yetu katika mpangilio mkubwa ambao hatimaye huwa ni kwa ajili ya mema na kwa ajili ya ukuaji wetu wa baadaye. Uhusiano huo, furaha zote na majeraha yote na huzuni zote, ilikuwa ni chombo ambacho Mungu alitumia kucraft au kuunda tabia zako. Alikuweka darasani kuhusu upendo na kupoteza. Alikuandaa kwa ajili ya siku zijazo, yaani mafunzo. Ilikuwa ni sehemu njema katika hali hiyo. Ukija katika Wahindu wanakuambia kwamba mahusiano yoyote yale ni sehemu ya mafunzo ya kiroho
au ni sehemu ya karma. Na Wabudha wanakuambia kwamba mahusiano ya zamani inakuwa ni sehemu ya mafunzo, ni somo ambalo linakufundisha kujielewa na kujitambua, yaani kuelewa wewe ni nani na una thamani gani katika mgongo wa ardhi, ila pia kuelewa yupi sahihi na yupi anazugazuga, kuelewa yupi anamaanisha na yupi anaigiza. Sehemu ya 4 ya video yetu, mtu mzima anasemaje anapokutana na hali hii. Mtu mzima alokomaa kiakili na mcha Mungu na mtu ambaye ana elements za dini hawezi kusema hakuwa na mchango wowote. Mara zote huwa tunasema namshukuru Mungu kwa yote. Hakuwa mtu sahihi kwa maisha yangu ya muda mrefu, lakini alikuwa sehemu ya safari yangu. Na mara nyingi hiyo sentensi ina nguvu kubwa, ni kwa sababu haina chuki, haina kujidanganya, haina kufuta historia, ina ukweli na ina imani ndani yake. Kwa hiyo kabla hujasema mtu hakuwa na umuhimu, hakuwa lolote katika maisha yangu, pengine umeulizwa, pengine umechokonolewa na mtu, kaa kimya sekunde chache, kisha jiulize maswali haya. Ulijifunza nini kutokana na mahusiano hayo? Ulibadilika kivipi tokea uwe katika mahusiano hayo na tokea umeachana na mahusiano hayo? Ungekuwa nani leo kama usingepitia mahusiano hayo yenye changamoto? Mara nyingi utagundua kitu kimoja, hakuwa mwisho wa safari yako, lakini alikuwa sehemu ya safari yako na sehemu ya mafunzo, na alikuwa ni sehemu ya uimara wako, na hiyo peke yake tayari ni mchango mkubwa. Ila utapoona kusema hivyo ni kipengele dia 1, japo unachokonolewa, japo kuna wambea, kukaa kimya kunaongea zaidi. Yaani hauongei komenti yoyote juu ya mahusiano yako yaliyopita, hautafuti mashindano, yaani hiyo ni bonge la wini mtu wangu. Kama umeangalia mpaka hapa, andika kwenye comment kwamba kila mtu ni somo katika maisha. Na kama umependa mazungumzo haya ya leo, unaweza ukalike, lakini kama pia ni mgeni, unaweza ukasubscribe kabla hujasahau. Lakini pia share kwa mdau mmoja ambaye naye anahitaji mazungumzo ya namna hii. Ni mimi Sabdunur, bye for now.